Leo tunachambua sura ya pili ya kitabu maarufu Atomic Habits cha James Clear na kuonyesha jinsi unavyoweza kubadilika kutoka maisha ya kawaida hadi kwa mtu wa mafanikio ya kifedha. Si kwa nguvu tu, bali kwa kubadilisha jinsi unavyojiona wewe mwenyewe. Usikose hadi mwisho, kwa sababu hapa ndipo tutakapozungumzia jinsi ya kujenga utambulisho wa mtu tajiri hata kama huna kitu kwa sasa. Tabia zinatokana na utambulisho. Wengi wetu tunasema, nataka kuwa tajiri, nataka kuanzisha biashara, nataka kufikia uhuru wa kifedha. Lakini bado tuna tabia zile zile za zamani. Kosa kubwa hapa ni kwamba tunajaribu kubadilisha matokeo bila kubadilisha utu wetu wa ndani. Katika Atomic Habits, James Clear anasema, tabia zako hutoka kwenye utambulisho wako. Mfano hai, ukisema nataka kuokoa pesa, lakini bado unajiona kama mtu ambaye hawezi kustahimili tamaa, hutafanikiwa. Badala yake, sema, mimi ni mtu anayeheshimu pesa na huweka akiba. Huu ndio msingi wa kujenga utajiri, kujiona kama mtu tajiri hata kabla ya kuwa na pesa. Watu wengi waliofanikiwa duniani walianza kufanikiwa kwenye mawazo kabla ya kufanikiwa kwenye maisha halisi. Tabaka 3 za mabadiliko. Clear anaeleza kuwa kuna njia 3 za mabadiliko. 1, matokeo, outcomes, unachotaka. Mfano, pesa nyingi. 2, mchakato, processes, unavyofanya. Mfano, kuandika bajeti au kuwekeza. 3, utambulisho, identity, wewe ni nani. Mfano, mimi ni mtu wa nidhamu ya kifedha. Tatizo ni kwamba wengi wetu huanza na matokeo, lakini mabadiliko ya kweli huanza na utambulisho. Badala ya kusema nataka kupata milioni 10, sema mimi ni mtu wa nidhamu ya kifedha. Jinsi utajiri unaweza kuanzia ndani. Fikiria mtu ambaye anaanza kuuza karanga mtaani. Siku moja anaamua, mimi ni mfanyabiashara mkubwa katika kutengenezwa. Kila siku anafanya vitendo vidogo, anahesabu mapato, anaweka akiba, anatafuta soko jipya. Hii ni tabia inayotokana na utambulisho mpya. Siri ni hii, vitendo vidogo plus mtazamo mpya wa ndani huleta mabadiliko chanya ya maisha. Hatua za kubadilika kuelekea utajiri. James Clear anatoa hatua 2. Hatua ya kwanza anasema, amua mtu wa aina gani unataka kuwa. Je, unataka kuwa nani kifedha? Tajiri, mwekezaji, mjasiriamali, mtu mwenye uhuru wa kifedha? Hatua ya 2, thibitisha hilo kwa ushahidi mdogo kila siku. Hifadhi 10% ya kipato chako, soma kurasa 5 za kitabu cha kifedha kila siku, weka bajeti kila Jumapili. Kila tabia ni kura unayopiga kwa aina ya mtu unayetaka kuwa. Pia Clear anasema, utajiri unaanzia kichwani. Kuwa tajiri si tu kuwa na fedha, bali kuwa na mtazamo wa fedha. James Clear anasema, identity change is the north star of lasting change. Kubadilika ndani ndio dira ya mabadiliko ya kweli. Unataka kuwa tajiri? Anza na akili yako. Jione kama mtu wa nidhamu, wa mipango na wa maendeleo. Utajiri wa kweli huanza na kubadilika ndani yako. Tabia zako ni ushahidi wa wewe ni nani. Falsafa ya Atomic Habits inakufundisha kuwa tajiri si kwa bahati, bali kwa tabia ndogo zinazojengwa kila siku. Ikiwa umejifunza kitu kipya leo, like, subscribe na shirikisha video hii kwa rafiki yako mmoja anayetaka kubadilika kifedha. Mabadiliko ya kweli huanza na wewe. Utambulisho wako mpya ndio utajiri wako mpya.